vile mambo yanaonekana katika eneo bunge wakilishi la Ole Kalau, hatimaye chama cha Rigathi Gachagua DCP kimeshinda mapema peupe, hasa kwa uchaguzi mdogo ambao utafanyika katika eneo bunge wakilishi la Ole Kalau. Gachagua alituma Seneta John Mathew kufanya kampeni ili kuhakikisha ya kwamba mwaniaji wao Sami Ngotho amechukua nafasi ya kuchaguliwa kupitia uchaguzi mdogo katika eneo bunge wakilishi la Ole Kalau katika kaunti ile ya Nyandarua. Ni kivipi tumeweza kutambua kwamba DCP chama cha Rigathi Gachagua kimeshinda chama cha Rais William Ruto UDA kulingana na vile mambo yalivyo? Unapotazama hewani, chapisho hili limeweza kusema ya kwamba IEBC threatens to postpone Ole Kalau by elections over voter primary concerns. Yaani tume ya uchaguzi na mipaka humu nchini IEBC hatimaye imetoa vitisho kusimamisha uchaguzi wa Ole Kalau ama kufutilia mbali hadi 2027 kwa kile ambacho IEBC inadai kwamba ni masuala ya kuwahonga wapiga kura. Kwa kusema ukweli halisi wa mambo, chama cha UDA kinaonekana kuogopa kwa sababu imeonekana hadharani kwamba DCP chama cha Rigathi Gachagua kinaenda kubeba ushindi katika uchaguzi ambao utafanyika tarehe 16 mwezi huu juma lijalo mapema. Najua UDA wameogopa, wametumia hela nyingi. Actually they have invested heavily in Ole Kalau. How? Tuliona wana UDA, najua UDA ni chama tawala cha Rais William Ruto. Wameenda pale, wamepeleka mitungi ya gasi, kupeana kwa wapiga kura katika eneo bunge lile la Ole Kalau. Godoro zimebeba pale, zimepeanwa kwa wapiga kura wa Ole Kalau. Blanketi zimetolewa, hata mchele umetolewa, kila kitu. Lakini nilimsikia Senator John Mathew akisema ya kwamba UDA wacha itoe, lakini kupiga kura, yule ambaye anaenda kupigiwa kura sio mwingine ila tu ni Sami Ngotho. Na Samuel Mushina wa UDA atakanyagiwa chini kimadharau, haswa kwa uchaguzi huo mdogo. Kabla nizizame kwa undani, shukuru wote ambao mnatazama hii kanda popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe naomba tukaweze kusubscribe. Karibu ili tuzame kwa undani. Samuel Mushina wa chama cha UDA haamini kinachoendelea. Mabango yake ambayo aliweka kila mahali Ole Kalau mzima yaliweza kuraruliwa, yaliweza kungolewa kimadharau. Najua tuliona baadhi ya vijana wakibeba mitungi ya gasi ile ambayo UDA ilipeana pale, wakiimba one time kila mahali, one time kila mahali, na kusema ya kwamba licha ya kukabidhiwa gas, godoro, ukipenda mattresses na mchele, kila kitu, hizo ni hela zao. Na sasa hivi wakati tunapoenda hewani, Rigathi Gachagua amenguruma. Gachagua amesema ya kwamba UDA wameogopa, ndio maana wanataka kusalimu amri. Wamesema UDA imeona vile mambo yalivyo, wanataka kusimamisha uchaguzi huo mdogo kwa sababu DCP naenda kushinda asubuhi na mapema. Sasa wanataka kutumia chama cha ama tume ya mipaka na uchaguzi humu nchini IEBC kusimamisha uchaguzi huo mdogo na kusema haiwezekani. Sasa Rigathi Gachagua amesema hivi: ikiwa IEBC itajaribu, ikithubutu tu kusimamisha uchaguzi mdogo Ole Kalau,
wote waondoke afisini kwa sababu wameshindwa kuendesha uchaguzi wa Ole Kalau. Eneo bunge moja tu, wajiuzulu wote, waondoke afisini, wakwenda wakipoteanga kwa sababu 2027 hawawezi kustahimili makali ya kuendesha uchaguzi katika maeneo bunge 290 humu nchini. Unajua sasa hivi vita ambazo zinaendelea Ole Kalau, siasa ambazo zinaendelea Ole Kalau ni kama kufa na kupona. UDA inajaribu mbinu zote kuhakikisha ya kwamba wamechukua uongozi. Rigathi Gachagua anajaribu mbinu zote. Unajua sasa yeye aliamua na kumtuma jeshi lake likiongozwa na Senator John Methu. Wamefanya kampeni. Wao hawapeani hela. Wao ni kusema one time. Najua DCP imekita mizizi katika eneo la mlima. Ikumbuko ya kwamba wakati Ruto na wabunge wake walimuondoa Rigathi Gachagua alienda mlimani akatangaza ni msaliti. Chama cha UDA ni msaliti. Akatangaza wale ambao walimuondoa ni wasaliti, wakwenda nyumbani. Ndio maana sasa ni kama walienda wakamsikiza vile anazungumza. Sasa wanasubiri. Kinyang'anyiro hichi ndicho kinaenda kuonyesha ubabe wa kisiasa kati ya Ruto na Gachagua. Lakini vile mambo yanaonekana mapema, Sami Ngotho wa DCP anaenda kumshinda Samuel Mishina wa UDA. Vitisho hizi ambazo zimetolewa na IEBC kwamba watasimamisha uchaguzi huo kufanyika tarehe 16 juma lijalo, kwa kile ambacho wanasema ya kwamba ni vita ambazo zinaendelea kushuhudiwa katika eneo bunge wakilishi la Ole Kalau. Watu wanatumia hela kuwahonga, na wale ambao tusidanganyane, wale ambao wanahonga wapiga kura mnawaona. Mbona musije mkawachukulia hatua kali za kisheria? Na amesema ya kwamba kuna kampeni ambazo zinaendeshwa usiku, licha ya tume hiyo ya IEBC kukataa na kusema ya kwamba kampeni haziwezi kufanywa usiku. Lakini kulingana na wewe, vile unavyotazama vile mambo yalivyo, Gachagua na chama chake cha DCP na Ruto na chama chake cha UDA, nani anaenda kushinda kulingana na wewe vile unaona mambo yanapoendelea ama yanavyoendelea katika eneo bunge wakilishi la Ole Kalau? Niandikie katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, naomba tukaweze kusubscribe, washa kengele na sambaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asante sana ladies and gentlemen. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Kwaheri kwa sasa.